Fahamu unaweza ukala mara 3 ukiwa USA, lakini pia kisukari ukakikuta mlangoni. Ni moja ya jambo ambalo watu wengi wamekuwa wakituuliza mara kwa mara. Sasa watu wengi walioko ughaibuni wamekuwa wakisumbuliwa na changamoto ya kisukari. Sasa wengi wamekuwa wakituuliza kwa nini watu walioko Marekani, watu walioko Canada na nchi nyinginezo wamekuwa wakipata changamoto ya kisukari haraka sana. Ni moja ya jambo ambalo hata wengi wamekuwa wakijiuliza. Sasa hapa nitakutajieni sababu ambazo wengi wamekuwa hawaelezewi na wengi hawafahamu. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na kama bado unateseka na kisukari kwa muda mrefu, hakikisha hata umeshafikia sehemu unatumia insulin, unatumia sindano za insulin, umefikia sehemu umeshakuwa na kidonda hata kifungi kabisa. Sasa ndugu yangu, nikupe habari njema kwamba changamoto inatibika. Haina haja ya kukatwa mguu, haina haja ya kuendelea kutumia dawa kila siku. Ukifuata mtindo maalum wa maisha, basi changamoto ya kisukari itaweza kuisha. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, niambie kwenye comment neno kisukari, na mimi nitaweza kukusaidia rahisi au namna rahisi ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Hakikisha una subscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama kuna mtu anateseka na kisukari, basi share video hii ili iweze kuwa msaada kwake. Sababu za kitaalamu zinazopelekea kisukari kwa Afrika wengi wanaoishi ughaibuni ni sababu zifuatazo. Namba 1, mabadiliko makubwa ya chakula. Mabadiliko makubwa ya chakula, hiyo ndio sababu kubwa ya kwanza ambayo imekuwa ikisababisha kisukari, kutokana na vyakula ambavyo unakula. Wengi walikuwa wamezoea kutumia vyakula vya asili, sasa wanaenda kutumia vyakula ambavyo tunasema ni fast foods, lakini pia wanatumia processed foods. Wanaenda kutumia burger, wanatumia pizza, wanatumia sausage mara kwa mara, lakini pia hivyo vitu vinakuwa na mafuta mengi sana, vinakuwa na sukari nyingi sana, ambayo tunasema ni refined carb. Moja kwa moja vinasababisha insulini ishindwe kufanya kazi vizuri. Sasa insulini ikishashindwa kufanya kazi vizuri, ndio unasaona mtu moja kwa moja ana changamoto ya kisukari bila yeye kujitambua. Jamani, hizi ni changamoto zinazotesa watu wengi walioko Marekani, changamoto za kisukari na changamoto za pressure. Nimeshaelezea pressure inakuaje, sasa hapa ni zamu ya kisukari. Kama hujaona pressure inakuaje, basi fuatilia kwenye video zilizopita, basi utaweza kuiona. Changamoto ya kwanza ni mabadiliko makubwa ya vyakula. Namba 2 ni unene kuongezeka haraka. Vesicular fats, moja kwa moja ni mafuta hujikusanya, kwa sababu ile vyakula wanavyokula moja kwa moja ni refined food, tunasema ni refined carbs, lakini pia vina sukari nyingi na vina mafuta mengi. Kula sukari nyingi na mafuta mengi, wewe unatengeneza uzito kupita kiasi. Kwa unakuta mafuta yanajikusanya tumboni, ambayo inasababisha kitu kinaitwa insulin resistance. Ndio maana watu wengi walioko Marekani wanapata kisukari aina ya ngapi? Wanapata kisukari aina ya pili. Ni kwa nini? Ni kwa sababu vyakula vile wanavyokula vingi hawajaweza kuvizoea. Wanatumia pizza, sausage, wanatumia burger, moja kwa moja ni hatari kwa afya yao. Wengi sana wana diabetic type 2. Kwa hiyo ndugu yangu, ni hii inatokana na unene kuongezeka. Lakini pia kukaa kwa muda mrefu bila kufanya mazoezi. Tumeshasema jamani, watu wanaoishi ughaibuni especially Marekani, jamani, hao watu wanafanya kazi kwa muda mrefu. Yani mpaka wana overtime. Unakuta mtu anakuambia nalala masaa mangapi? Nalala masaa 6. Anakuambia natoka kazini saa 6 usiku, naendesha gari masaa hayo mawili kufika nyumbani. Kwa hiyo unafika saa 8 asubuhi, inabidi awahi kazini. Ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo ilikuwa ikiwakumba hawa watu wanaoishi ughaibuni. Sasa kutokana na hiyo ratiba, unakuta wanakosa muda wa kupiga mazoezi. Sasa unakuta wanafanya kazi za kukaa muda mrefu, lakini pia unaendesha gari kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unatumika usafiri moja kwa moja. Kwa hiyo sukari huwa inabaki kwenye misuli, kwa hiyo inaharibu moja kwa moja misuli, ndio unakuta kisukari kinaweza kupanda. Stress ya ughaibuni, nimeshasema stress ya ughaibuni, kama kuwepo changamoto ya kodi, lakini changamoto ya bills mbalimbali na changamoto ya maisha ya ughaibuni moja kwa moja huwa yanaongeza homoni ya cortisol. Sasa homoni ya cortisol ikishaongezeka, sukari kwenye damu huwa inaongezeka zaidi. Ndio maana tumekuwa tukiambieni hakikisha unadhibiti msongo wa mawazo, aka tunapenda kuita stress. Ni
Ni moja ya vitu ambavyo vimekuwa vikisababisha kisukari bila watu wengi kuweza kufahamu. Lakini pia kukosa usingizi wa kutosha. Jamani, usingizi mdogo hupunguza kazi ya insulini. Ndugu yangu, kulala jamani ni afya. Kupata usingizi ni afya. Hata wewe, ndio maana sasa hivi mtu ambaye hapati usingizi tunachukulia kama ni ugonjwa tu. Ni ugonjwa mkubwa sana. Unapokuwa unakosa usingizi, ukikosa kulala, ndugu yangu, moja kwa moja huwa inapelekea, unapokosa usingizi au ukikosa kulala kabisa, huwa inapelekea insulin resistance ishindwe kufanya kazi vizuri. Yani ile insulini au homoni ya insulin ishindwe kufanya kazi vizuri. Kulala na kupumzika kwa zaidi ya masaa 8, ndugu yangu, hiyo ni zaidi ya tiba. Sasa wengi unakuta wanalala muda mfupi, wanalala muda mchache sana. Kitendo cha wewe kulala muda mchache sana, jua unasababisha changamoto za kiafya, ikiwemo changamoto ya kisukari kuweza kupanda zaidi. Lakini pia ulisi wa Kiafrika ambayo tunasema ni genetic sensitivity, moja kwa moja. Waafrika wengi wana uwezekano mkubwa wa insulin resistance, ambayo tunasema kisukari huwa kinakuja mapema sana ukilinganisha na makabila mengine. Hata kwa upande wa pressure, ile genetic sensitivity ya Afrika kwenye upande wa chumvi huwa inapelekea pressure kupanda haraka. Kwa hiyo tuseme ulisi wa Kiafrika uko tofauti na makabila mengine au nchi nyingine, ndio maana umekuta kisukari kimekuwa kikipanda haraka. Lakini pia vinywaji vyenye sukari nyingi, soda, juisi za viandani, energy drinks, lakini pia sukari upanda ghafla. Matumizi ya kuendelea kutumia soda, kutumia energy drinks, kutumia vinywaji vya viwandani, vyote vile huwa vinasababisha sukari kupanda, kwa sababu vinakuwa vina sukari na hiyo unaitumia mara kwa mara. Sasa unapokuwa unatumia hivyo vinywaji na vingine vimetengenezwa kwa sukari, ndugu yangu, ni hatari kwa afya yako, na hili watu wengi hawalifahamu kabisa, ila vinasababisha hiyo changamoto. Lakini pia kuanza matibabu ukiwa umechelewa. Watu wengi unakuta wanaanza matibabu wakiwa wamechelewa, ambapo tayari sasa kisukari kimeshaharibu figo, lakini pia macho na neva. Ni kwa nini wengi wanachelewa? Kwa sababu kitu namba moja kinachosababisha watu wengi washindwe kwenda kupima haraka, cha kwanza huwa ni sababu ya insurance. Insurance tunasema bima zile za afya, kwenda kuweza kupata matibabu, kwa sababu unakuta matibabu pia yako juu na zaidi. Lakini namba mbili kinachosababisha tunasema ni lugha. Lugha ni changamoto. Hata sisi wa Tanzania ukitaka utukate kamdomo, hata mimi hapa ukiniambia niongee Kiingereza, hii video nimetengeneza zaidi ya dakika 7, naweza kuitengeneza ndani ya dakika 2. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu lugha. Unakuta ukishakuwa mtaalamu wa lugha fulani, wengi sasa wanaoenda kule unakuta lugha wanakuwa hawafahamu, kwa hiyo unakuta ni ngumu sana kwenda kujielezea vizuri. Hiyo ni changamoto kubwa. Lakini pia mwisho tunasema ni muda. Hawana muda, wanafanya kazi muda mrefu, wanaji-overtake, wanafanya kazi muda mrefu. Sasa kufanya kazi kwa muda mrefu unakosa hata muda wa kwenda kuchunguza afya yako. Sasa kushindwa kuchunguza afya mapema, ndio hiyo tunasema inageuka kuwa silent killer, inakuwa mapema. Kama una changamoto ya kisukari, wasiliana na Dr. Jimmy leo aweze kupatia ushauri na tiba ya uhakika ambayo inaweza kukusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Atakupatia namna ya kuondokana na changamoto hiyo na lifestyle mbalimbali zitakayokusaidia moja kwa moja. Kwa upande wa hilo kuondokana na changamoto ya kisukari, unatakiwa utibu kongosho. Kongosho ndo chanzo cha tatizo. Sasa tutaangalia dalili pia baadhi ambazo ukiziona dalili hizi, basi tambua kwamba una changamoto ya kisukari. Namba moja tunasema ni kukojoa mara kwa mara. Kwa nini watu wenye changamoto ya kisukari huwa wanakojoa mara kwa mara? Wanakojoa mara kwa mara ni kwa sababu mwili huwa unalazimisha kutoa sukari kupitia mkojo. Sawa, sasa mwili ukishalazimisha kutoa sukari kupitia njia ya mkojo, moja kwa moja ndio maana utakuta unakojoa mara kwa mara. Ndio maana tukiwaambieni kwamba ukiona umekojoa mara kwa mara, shtuka, hiyo ni changamoto, unatakiwa uifanyie kazi, unabidi utafutie matibabu, utafutie tiba na ushauri ili uweze kuondokana na changamoto hiyo. Hilo ndio jambo la kwanza unalotakiwa kulifanya. Lakini la pili, kiu kali. Kwa nini kiu kali? Kwa sababu unapoteza maji mengi.
na unapotezaji maji mengi, unapokuwa unakojoa mara kwa mara, ndio maana unahisi kiu kali. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, basi hakikisha unatafuta suluhisho, hakikisha unatafuta tiba moja kwa moja itakayokusaidia. Lakini pia uchovu usioeleweka, unakuta unafanya kazi lakini unakuta hujafanya kazi, lakini pia uchovu unakuwa mwingi sana. Kwa nini uchovu unakuwa mwingi sana kwa wewe changamoto ya kisukari? Kwa sababu unakuta sukari inabaki kwenye damu, haingii kwenye seli. Sasa kama itaingia kwenye seli, mwili wako utapata energy, ndio maana utahisi mchovu, utajihisi hauna nguvu, utajihisi kama unaumwa, ambayo ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikiwakumba watu wengi sana. Lakini pia kupungua uzito ghafla, watu wengi wamekuwa wakipungua uzito ghafla wenye changamoto ya kisukari. Lakini pia mwisho tunasema kuwashwa sehemu za siri. Kuwashwa sehemu za siri, kwa nini? Ni kwa sababu fangasi wanaishi kwenye mazingira yenye sukari. Kwa hiyo kumbuka, wewe una sukari, kinachotokea ni nini? Ni kuendelea kubaki. Lakini pia mwisho, ukungu. Sawa, macho unakuta waoni vizuri. Wenye changamoto wote ya kisukari na pressure unakuta waoni vizuri. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa na sukari, ile sukari moja kwa moja muda mrefu huwa inaondoa uwiano wa majimaji yanayopatikana kwenye macho. Naona majimaji kwenye macho, jamani, kuna majimaji, unakuta macho sio makavu. Kwa hiyo kwa kuwa na changamoto hiyo, basi inaweza kapelekea kuona ukungu. Utaniambia pia dalili gani ambayo unapitia ili uweze kupata msaada zaidi. Tuseme ugaibuni hauleti kisukari, lakini pia mtindo wa maisha ule wa ugaibuni, vinasaba vya Kiafrika ndivyo vinavyochochea kuwa na changamoto ya kisukari. Nikumbushe, kama changamoto ya kisukari, niandikie neno kisukari kwenye comment ili uweze kupata ushauri zaidi. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama kuna mtu unamfahamu ana changamoto ya kisukari, basi mpostie video hii ili iweze kuwa baraka kwake.